za mazungumzo, lakini hali kwenye uwanja wa mapambano haiashirii mabadiliko yoyote. Hapa Ulaya, bunge la Ulaya limeidhinisha kanuni mpya zinazolenga kuharakisha mchakato wa kuwarudisha waomba hifadhi ambao maombi yao yamekataliwa. Kulikoni? Utayapata majibu katika matangazo haya. Na huko Arusha, Tanzania, kwenye kongamano la idhaa za Kiswahili, vyombo vya habari vimekumbushwa kuzingatia maadili kwa kutamka maneno ya Kiswahili kwa ufasaha. Wanahabari ni kama walimu. Wao ni mfano wa kuigwa. Wanapobananga Kiswahili tunawapotosha wengine pia. Kila mmoja anataka kuwa kama mtangazaji fulani. Kwa hiyo ili sisi tuweze kuwa mfano ya kuigwa, ni vema kwa kuweza kufanya vizuri. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji, jioni hii tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia YouTube hadi Facebook. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda usio mrefu. Lakini pia tuko mubashara kupitia redio mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati. Licha ya Pakistan kurejelea tena kwamba inaendesha juhudi za kuzikutanisha Marekani na Iran kwenye meza ya mazungumzo kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi uliopita, hali kwenye uwanja wa mapambano haiashirii mabadiliko yoyote, ambapo Marekani inazidi kusongesha wanajeshi wake wa ardhini tayari kuivamia Iran, nayo Iran inazidi kuvurumisha makombora dhidi ya Israel na majirani zake wa Ghuba inaowatuhumu kutumiwa na maadui. Mohamed Khalif na mengi zaidi. Pakistan imethibitisha tena hivi leo kwamba mazungumzo ya kusaka suluhu kwenye vita vinavyoendelea Ghuba yanafanyika. Redio mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati. Licha ya Pakistan kurejelea tena kwamba inaendesha juhudi za kuzikutanisha Marekani na Iran kwenye meza ya mazungumzo kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi uliopita, hali kwenye uwanja wa mapambano haiashirii mabadiliko yoyote, ambapo Marekani inazidi kusongesha wanajeshi wake wa ardhini tayari kuivamia Iran, nayo Iran inazidi kuvurumisha makombora dhidi ya Israel na majirani zake wa Ghuba inaowatuhumu kutumiwa na maadui. Mohamed Khalif na mengi zaidi. Pakistan imethibitisha tena hivi leo kwamba mazungumzo ya kusaka suluhu kwenye vita vinavyoendelea Ghuba yanafanyika. Kwenye mkutano na waandishi wa habari mchana wa leo, waziri wa mambo ya habari na mawasiliano Ayatollah Tarar alisema Islamabad inasimama kama daraja la upatanishi kati ya Tehran na Washington. Kauli ya waziri wa habari iliungwa mkono pia na msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni Tahir Andrabi, ambaye amesema tayari waziri mkuu Shehbaz Sharif amezungumza na Rais Masoud. Waziri mkuu ametilia mkazo umuhimu wa umoja ndani ya umma wa Kiislamu na kuthibitisha ahadi ya Pakistan kubeba jukumu muhimu la kuendeleza amani kwenye ukanda huu. Taarifa za hivi punde kutoka Iran kwenyewe zinasema tayari Tehran imeshatoa majibu yake mapendekezo ya kukomesha vita lenye vipengele 15 iliyotolewa Rais Donald Trump wa Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim ambalo limesema limearifiwa na chanzo cha ndani kabisa cha serikali mjini Tehran. Hata hivyo, hakuna kauli ya moja kwa moja kutoka serikalini tangu ile ya mwisho kutolewa na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, ambaye alikanusha kuwepo mazungumzo yote ya moja kwa moja, akisema Iran haina haja wala imani na mazungumzo na Marekani, ambayo mara mbili imeanzisha mashambulizi dhidi ya Tehran wakati wakiwa kwenye meza ya mazungumzo. Hatua za sasa zinakuja wakati Rais Trump akiendelea kutumia mtandao wake wa Truth Social kutangaza vitisho dhidi ya Iran anayotaka kubaliana haraka na matakwa yake. Ujumbe wa karibuni kabisa ni ule wa masaa machache yaliyopita, ambapo Trump aliitaka Tehran kuonyesha umakini wa haraka, ukifuatia ule wa asubuhi aliposema kuwa makubaliano yapo karibuni kufikiwa. Ishara hizo za kusaka suluhu, hata hivyo, haziendani na uhalisia kwenye uwanja wa mapambano, ambako Marekani imeendelea matayarisho ya kuwasili maelfu ya wanajeshi wake wa ardhini kwenye eneo la Ghuba, pia dhidi ya maeneo yanayoshukiwa kutumika au kuwa na maslahi na Israeli na Marekani ndani ya mataifa jirani ya Ghuba. Nam, tuondoke Mashariki ya Kati na turejee tena hapa barani Ulaya. Bunge la Ulaya limeidhinisha kanuni mpya zinazolenga kuharakisha mchakato wa kurudisha waomba hifadhi ambao maombi yao yalikataliwa, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa vituo maalum vya kuwaweka wahamiaji nje ya mipaka ya Umoja wa Ulaya. Hayo ni kwa msaada wa kura kutoka vyama vya mrengo mkali wa kulia, hatua ambayo imeibua mjadala mkali ndani na nje ya bara la Ulaya. Selina Mdemu na taarifa kamili.
Kura hiyo inaruhusu wabunge wa Umoja wa Ulaya kuanza mazungumzo na nchi wanachama ili kukamilisha sheria hiyo yenye utata iliyoungwa mkono na wabunge 389 wa Umoja wa Ulaya, huku 206 wakipinga na 32 wakijizuia. Matokeo hayo yalipokelewa kwa furaha na baadhi ya wabunge katika makao ya bunge hilo mjini Brussels. Iwapo sheria hiyo itapitishwa rasmi, inaweza kusababisha kuanzishwa kwa vituo maalum vya kuwahifadhi wahamiaji waliokataliwa maombi ya hifadhi ya nje ya mipaka ya Umoja wa Ulaya. Marekebisho hayo pia yanakusudia kuwahamasisha wahamiaji waliokataliwa ndani ya nchi na kuondoka Umoja wa Ulaya kwa hiari. Kwa mujibu wa mapendekezo hayo, wahamiaji ambao maombi yao yamekataliwa watalazimika kushirikiana katika mchakato wa kuwarudisha makwao. Wale watakaokataa wanaweza kuwekewa adhabu, ikiwemo kupunguzwa kwa misaada au kunyang'anywa hati za kusafiria. Aidha, wanaotakiwa kuondoka wanaweza kushikiliwa iwapo kutakuwa na sababu kama kuto kushirikiana na mamlaka. Hata hivyo, kura hiyo imezua utata kutokana na ukweli kwamba ilifanikiwa kupita kwa msaada wa vyama vya siasa za mrengo wa kulia, jambo lisilo la kawaida katika bunge la Ulaya ambako kwa kawaida hupatikana mwafaka kupitia vyama vya wastani. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la habari la DPA, wawakilishi wa kikundi cha siasa za wastani cha European People's Party, yani EPP, walikuwa katika mawasiliano na makundi ya mrengo mkali wa kulia ndani ya bunge hilo ili kuoanisha misimamo yao kuhusu muswada huo, huku kukiwa na madai kwamba kulifanyika mawasiliano kupitia kikundi cha WhatsApp. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, na sasa tunasonga mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu. Tuelekee sasa huko Afrika ya Mashariki. Mwanasheria mkuu nchini Uganda ametupilia mbali mashtaka dhidi ya watu wote waliotuhumiwa na waliohukumiwa kwa kukiuka sheria za matumizi ya tehama. Hii ni baada ya mahakama ya katiba kufutilia mbali sheria iliyotumiwa kuwafungulia watu hao mashtaka, hali ambayo imeleta nafuu kwa watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii na hata wanahabari. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika taarifa iliyosambazwa kwa vyombo vya habari alasiri ya leo, mkuu wa sheria Kiriwa Kyonuka ameagiza kusitishwa mara moja mashtaka yote kuhusiana na uhalifu wa sheria hiyo ambayo katika muda wa miaka 3 sasa imekuwa ikitumiwa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka watu mbalimbali wanaosambaza maudhui kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa taarifa hizo zinafasiliwa kuwa za uchochezi, matusi au kuwavunjia watu heshima. Ni katika mazingira haya ndipo wanahabari wengi wamejikuta mashakani, kwani imekuwa tabia kwa baadhi ya vyanzo vya habari zao kudai kuwa hawakutoa taarifa kama hizo. Kiongozi wa mtandao wa kupigania haki za wanahabari Robert Sempala ameelezea furaha yake kuhusu hatua ya mkuu wa sheria kufutilia mbali mashtaka yote. Freedom of expression was at the verge of collapse as well as uhuru wa kujieleza ulikuwa umefikia kiwango cha kuporomoka kabisa nchini Uganda, na tunatarajia kwamba bunge halitarejelea tena hatua nyingine ya kuleta sheria kama hiyo kandamizi dhidi ya uhuru wa kujieleza. We feel a bit of relief with the constitutionality of freedom of expression and access to information among others. Sheria hiyo ya matumizi mabaya ya tehama ilifanywa marekebisho mwaka 2022 ambapo vipengele vilivyotoa adhabu kali kama vifungo vya hadi miaka 2 vilitangazwa kwa yote ambaye angepatikana na hatia ya kuhalifu sheria hiyo. Ila kwa kuwa mahakama kadhaa nchini Uganda hazionyeshi kuwa huru katika kutoa maamuzi na hukumu, wanasiasa mbalimbali walitumia fursa hiyo kuandama mahasimu wao. John Kibego na Mande Akol Amazima ni wanahabari na wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Sisemi kwamba sheria ni kitu kibaya. Sheria ni kitu kizuri, kwa sababu kama kuna mambo yasiyodhibitiwa inakuwa shida. Tunafahamu kuwa kuna wale ambao wanatumia vibaya. Kwa mfano kompyuta, kudhibiti kazi ya waandishi wa habari, fairness and balance na kadhalika, zipo na zinajulikana, lakini hii ilikuwa inachochea. Hatua hii inawapa wana-Uganda uhuru na nafasi ya kupumua, kwa sababu kulikuwa na uoga fulani. Wakati mahakama ya katiba ilipofutilia mbali sheria hiyo wiki iliyopita, watu wengi walihoji kuhusu hatma ya waliokuwa wanakumbwa na mashtaka hayo. Leo mkuu wa sheria amebaini kwamba hakuna sheria walionayo kwa sasa kuendesha kesi kuhusiana na kukiuka sheria hiyo, na kwa hiyo inakuwa kosa kuendelea kuwafungia waliohukumiwa na pia kuendesha kesi dhidi ya wale ambao wangali rumande. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Naam, tuondoke Kampala Uganda, tuelekee huko Arusha nchini